Uwanja wa kihistoria wa CCM Mkwakwani unatarajiwa kuwekwa nyasi bandia ili kuhakikisha soka linapigwa msimu mzima iwe jua au mvua. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga, Rajabu Abdurrahmani, amethibitisha mpango huo wakati wa ziara yake ya kukagua maendeleo ya ukarabati wa uwekaji wa viti na miundombinu mingine uwanjani hapo. Tupate ile pichi inayokusudiwa hasa ili tupate burudani hasa ya mpira ukija kuchezwa, lazima hapa tuwe na nyasi bandia. Kwa haraka kwa utafiti tuliofanya, tunatakiwa hapa tuna fedha si chini ya milioni 400 mpaka 500 kwa maana kuagiza mpaka kuja kuziweka hapa. Sio fedha kidogo, ni hela nyingi sana. Na lazima tufanye kwa sababu mnapokuwa viongozi, mnapoona changamoto, lazima mtafute njia za kutatua changamoto hizo. Kwa hiyo niwaombe viongozi wenzangu wa chama chetu, ambao sisi Chama cha Mapinduzi ndio wamiliki wa uwanja huu, tuchangamshe akili kuhakikisha tunapata nyasi bandia hapa. Lazima tuchangamshe akili. Ndio maana viongozi kwa wajumbe wa kamati ya siasa tuelewe kazi kubwa bado tunayo katika uwanja wetu huu wa CCM Mkwakwani. Na tuwaombe wadau wa mchezo wa mpira wa miguu kote nchini, tutakapokuja kuwaomba tusaidieni kwa dhamira yetu ni njema, kama ambavyo hamjachoka kutusaidia kwa wale rafiki zangu, jamaa zangu, lakini wadau wa maendeleo, wadau wa mpira wa miguu, kama ambavyo mmetusaidia sana. Kaomba tutakapokuja kwa ajili ya jambo hili la nyasi bandia, basi mtushike mkono, tuhakikishe kwamba uwanja wetu huu katika eneo la kuchezea tunakwenda kulifanya eneo la kisasa zaidi. Naye msimamizi wa uwanja huo, Nasoro Makau, akaeleza hatua ya uwekaji wa viti ulivyoweza kufikia. Upanuzi katika 60% ama 70%, kwa sababu tumeweza kufunga viti takriban 1800 mpaka sasa, lakini tumeshafunga viti 1800 mpaka sasa, na utaratibu mwingine na ukarabati unaendelea wa kwenda kufunga viti. Ukarabati huo unakuja wakati ambapo wadau wa soka jijini Tanga wamekuwa wakipiga kelele maboresho ya uwanja huo ili uweze kutumika kwa mechi za nyumbani pamoja na zile za kimataifa na ligi kuu, huku ukiwa na uwezo wa kuchezesha mechi nyakati za usiku. Amina Omar,